Sasa ngoja nikusogeze kwenye hii agenda. Nini maana ya maombi ama kuomba? Hivi mtu akikuuliza maombi ama kuomba maana yake nini, kimoyo moyo unaweza ukasemaje? Usinyoshe kidole, usitingishe kichwa, usifungue mdomo. Kwako maombi maana yake ni nini? Ukitaka kujua ama kuwa na uelewa wa kutosha juu ya maana ya neno kuomba ama maombi, hakikisha unatafuta majibu ya maswali haya mpaka unayapata. Na usianze kuomba kabla haujapata majibu ya maswali haya. Sasa hebu tutafakari juu ya maswali haya. Nataka uandike. Andika haya maswali. Andika haya maswali. Swali la kwanza, kwako maombi ni nini? Yaani kabla hujaanza kuomba lazima uwe na jibu la swali hilo. Kwako maombi ni nini? Hata kama mchungaji wetu hapa akaambia jamani tuombe, kabla ya kuanza kufanya hicho nachofanya lazima uwe na jibu la swali hili. Kwako maombi ni nini? Swali la pili, ukisikia neno maombi, nini kinachogonga moyoni mwako? Neno zuri ambalo utaanza ukanielewa. Message gani inaenda kwenye moyo wako ukisikia neno maombi? Ujumbe gani ambao unapokelewa kwenye moyo wako saa hiyo? Inawezekana ni kiongozi wa maombi ambia jamani tuombe. Message gani inayogonga kwenye moyo wako? Swali la tatu, tukisema tuombe, kwako nini kinachokuja kwenye akili yako? Tukisema jamani sasa tuombe, nini kinachokuja kwenye akili yako? Swali la 4, ukiwaza kwamba unataka kuomba, ukiwaza kuwa unataka kuomba, huwa unafanya nini? Huwa unafanya nini? B, huwa unamaanisha nini? Ukiwaza kwamba unataka kuomba, huwa unafanya nini? B, huwa unamaanisha nini? Swali letu la 5, mambo gani ukiyafanya moyo wako huwa unaguswa ya kwamba sasa nilikuwa ninaomba? Mambo gani ama vitu gani ukivifanya moyo wako huwa unaguswa ama unaridhika ya kwamba sasa kweli nimeomba? Sikiliza ninapohitimisha. Kwa hiyo kabla hujaanza kuomba au unapotaka kuomba ama kuwa mwombaji anayemaanisha, ama kabla hujawa shujaa wa maombi ama mwombaji mleta majibu, hakikisha tayari una majibu sahihi. Lile neno ni muhimu sana. Una majibu sahihi ya maswali haya yote 5. Ukiwa na majibu sahihi, majibu hayo ndiyo yatakayokutengeneza, yatakayokuumba, yatakayokufanya si tu kuwa mwombaji mfuata mkumbo, lakini kuwa mwombaji wa kiwango cha kuleta majibu, cha kuleta matokeo, cha kuleta suluhu katikati ya mahali ambapo Mungu amekuweka. Mungu abariki neno lake.